Ninazo salamu za serikali. Tumepokea salamu kutoka kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Ametuagiza viongozi wa serikali ngazi za wilaya tuzilete salamu hizi, kwamba anatamani sana nchi hii iendelee kuwa na mshikamano na upendo na umoja miongoni mwetu. Tunafahamu yaliyotokea tarehe 29 Oktoba katika mji wetu. Hakuwa kawaida sana, lakini wapo wengine walipata tabu kidogo, na wengine walipata tabu sana. Hayakuwa mambo mazuri. Ni baadhi yetu miongoni mwetu walipelekea tukafika hapo tulipo. Kazi kubwa ya dini na kazi kubwa ya kanisa ni moja tu: kumuomba Mungu na uwepo wa Mungu uendelee kuwepo kuanzia katika ngazi ya mtu mmoja mmoja, ngazi ya familia, lakini hata katika ngazi ya taifa. Kwa hiyo waumini kazi yao kubwa na moja kwa kweli ni kuomba. Sasa Mheshimiwa Rais anatuhimiza tuendelee kushikamana, tuendelee kuilinda amani yetu. Vurumai zikishatokea hatuwezi tena kujaa kama tulivyojaa leo hii, kwa sababu kila mmoja anakuwa na mashaka, anakuwa na mabomu yanapigwa huko nyuma, naona askari wanapita barabarani, kwa hiyo atapata mfadhaiko, hawezi kuja kuabudu. Akishindwa kuabudu moja kwa moja hatakuwa na mahusiano na Mungu wake, na kikosa mahusiano na Mungu wake basi ndo hasara ameshapata, kwa sababu hataweza kutengeneza mambo yake akiwa hapa duniani. Mambo tunayatengeneza akiwa hapa duniani, hasa akiwa hai. Zipo nchi nyingi majirani zetu ambao mtafaruku ni mkubwa, hata ibada haiwezi kufanyika, hawezi kujana namna hii. Majirani zetu wapo, hawezi kujana namna hii. Kwa hiyo mie kama kiongozi wa serikali ya wilaya ya Songea ninawahimiza sana tuendelee kuimarisha amani katika mji wetu wa Songea, ili tuendelee kuabudu. Mchungaji amesema kwamba mwaka kesho anatamani kanisa hili lipanuke, ili waumini wajae, na wengine naona wako pale nje, lakini itawezekana tu kama kuanzia sasa kutakuwa na utulivu wa aina hiyo.